Leo tunasoma ihsani katika wanyama. Wanyama pia wanatakiwa wafanyiwe ihsani. Ihsani ni wema. Wema gani ambao wanyama wanatakiwa wafanyiwe? Wa ama ihsanu ila albahaimi, na ama ihsani kwa wanyama ambao ni wanyama hoa, fahuwa alla yujiahum, ni kutowatia njaa, ni kutowaacha na njaa. Yani mnyama akawa yuko na njaa, wala ushughuliki kumpa chakula, wala yuatishahum, wala kuwapa kiu, yaani kuwaacha wakawa na kiu, huwapi maji Kwa hiyo wala yadhribuhum bighairi mujib, wala asiwapige wanyama pasi na lenye kupasisha kupigwa. Yaani asiwapige wanyama pasi na lenye kupasisha kupiga. Sitoke tu ukaanza kumpiga mnyama aja kufanyia lolote baya, aja kutisha, aja kung'ata, wewe anza kumpiga tu mnyama. Kwa hiyo ihsani kwa wanyama ni kutowaacha na njaa na kutowaacha kuwa na kiu, wakawa wana kiu, wewe ushughuliki kuwapa maji. Wala yadhribuhum bighairi mujib, wala asiwapige wanyama pasi na lenye kupasisha kupiga wale wanyama. Kama kuna jambo linalofanya mpaka umpige, haya ni kama mfano, labda una punda wako au ng'ombe hataki kwenda, amefanya kisoi, ili aende lazima umpige. Mpige, lakini si kumpige kama vita vile. Mnyama anatakiwa afanywe ihsani jamani. Wala yukallifu min al-amali ma la yutiquna, pia wanyama hawatakiwi kukalifishwa kupewa kazi nzito ambazo hawaziwezi. Ama umempanda farasi ikafika mahali mkasimama, sasa yule farasi amesimama, yule mnyama amesimama, wewe usiendelee kuwa umekaa juu ya mnyama hali ya kuwa mnyama amesimama pasi na haja yoyote. Nabii ushuke mnyama astarehe. Wala yastamiru rakiban ala dabatin wa hiya waqifat illa lihaja. Haitakani jamani. Waqad warada annahu sallallahu alayhi wasallama raa fi nari mra'atan saudaa tawilatan. Imepokewa hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda Miiraji alimuona mwanamke mweusi mrefu, mrefu, tuadhabu bisababi hirratin, anaadhibiwa kwa sababu ya paka tu. Yule mwanamke, Mtume alimuona yule mwanamke akiwa motoni, yule mwanamke adhibiwa kwa sababu ya paka. Haya, yeye alimfanya nini yule paka? Rabatatiha falam tat'amaha walam tasqiha walam tad'aha ta'kulu min khashashil arri. Alimfunga, akamwacha asile asinywe, na pia hakumwacha hawezi kujitafutia riziki yake mwenyewe katika wale wadudu wa ardhini. Yule paka ajitafutie mwenyewe ale, pia hakumpa nafasi hiyo. Mwenyezi Mungu akamweka motoni. Mtume alipoenda Miraji, katika mambo aliyoyaona pia alimuona mwanamke akiadhibiwa, mwanamke aliyemfunga paka mahali, hakumwekea chakula wala hakumwekea maji, pia hakumwacha yule paka ajitafutie riziki yake yeye mwenyewe katika ardhi. Yule alimwacha yule paka mpaka yule paka akafa. Kwa hiyo hii ndio maana tunafunzwa tufanye ihsani kwa wanyama. Kila chenye ini kuna malipo ndani yake. Ukimfanyia wema mnyama, hata ukachukua nyama nofu ukampa tu, hata kama ni mbwa, mfanyie wema, siri mradi tu wanyama ambao tunawala, kwamba yule paka anamparura tanahashwa, anamparura fi qubuliha wa duburiha, katika tupu yake ya mbele na tupu yake ya nyuma. Yule mwanamke akimgeukia yule paka anamparura, akimpa mgongo anamparura kwenye tupu yake ya nyuma. Hii ni katika moja ya adhabu tu ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka ili mradi tu mwanamke ateseke. Muona, kwa yule paka pia amadhibu yule mwanamke, tena akiwa ndani ya moto. Wa nuqila an Abi Salman ad-Darani. Ad-Dariya ni mji ambao upo Syria, kwa Damashki, ambao tunasema Damascus. Kuna mji huko Syria unaitwa Dariya.
huu mji alikuwepo huyu mcha Mungu anaitwa Abu Salman. Abu Salman alikuwa ni mtu wa mtasawuf mkubwa sana. Alikuwa mcha Mungu mkubwa sana. Ni mtu alisafiri, alienda Iraki, akarudi Damashki, akaenda vitu kitu kama hicho Hasa anasema huyu, imepokewa vipi? Anasema yeye huyu Abu Salman, rakibtu marratan himaratan fadharabtuhu marrataini au thalathan, nilimpanda siku moja punda nikampiga mara mbili ama mara tatu. Farafara asahu, yule punda akanyanyua kichwa chake, wanadhara ilayya, akantazama, waqala, akasema, ya Aba Salman, alqisas yawm alqiyama, amwambia Aba Salman, tambua kuna kisasi siku ya kiyama, akhera kuna kisasi huko. Fa in shita fa aklil, ukitaka basi piga kwa uchache. Wa in shita fa akthiri, na ukitaka zidisha, wewe piga tu, lakini unajua huko akhera kuna kisasi. Ukipiga mara 100 na utapewa kisasi mara 100. Basi Aba Salman anasema, Abu Salman anasema kwamba qala faqultu la adhribu shay'an ba'dahu, sitapiga kitu baada yake. Hakuwahi kupiga kitu tena huyo Abu Salman. Wa amal ihsan ila samai wal ardhi, baada ya kumaliza ihsani ya wanyama, kwamba wanyama tuwatendee wema, tusiwapige pasi na sababu, tusiwaache bila kuwapa chakula ama kinywaji. Sasa tunakuja kwenye mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi pia kuna kuzitendea wema mbingu na ardhi. Je, ni namna gani utazitendea wema mbingu na ardhi? Wa amma al-ihsanu ila samai wal ardhi fayakunu bitafakkuri fi khalqihima, kuzitendea wema mbingu na ardhi kunapatikana katika kutafakari, kufikiri namna ya uumbaji wavyo, namna mbingu na ardhi zilivyoumbwa, wa mafihima min albadai, na vilivyomo ndani yake katika maajabu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa bitarki almaasi, na kuacha maasi katika ardhi. Ukiacha maasi katika ardhi, make mbingu hiyo juu, ardhi chini, usifanye maasi katika mbingu na ardhi. Li'annahu idha tarakaha faqad adkhala surura alayhima, kwa sababu mtu anapoacha maasi ameingiza furaha katika mbingu na ardhi. Wa arahahuma, na amezistarehesha minashahadati, kutokana na ushahidi ambao siku ya kiyama mbingu na ardhi zitakutolea ushahidi kwamba wewe bwana ulifanya maasi kadhaa, ulifanya jambo fulani, zitaumbwa mbingu na ardhi zije tu ili zije zikutolee ushahidi. Sasa ukiwa hukufanya maasi, hazitaweza kutoa ushahidi dhidi yako, ushahidi utakao kudumbukiza motoni. Zitatoa ushahidi mzuri ambao wewe utaingia peponi. Kwa hiyo kuzitendea wema mbingu ni kufikiria namna ya uumbaji wake. Mbingu ilivyoumbwa bwana, kweli muumbaji ni mkubwa. Aliyeumba hii mbingu ni nani? Tulisikia nani? Ni Mwingereza? Hapana. Ni Marekani? Hapana. Ni mtu gani? Ni Mjerumani? Hapana. Ni nani sasa? Mbona kila mtu anasema aliumba mbingu ni Mwenyezi Mungu? Kila mtu, kila popote napokwenda, anaposikia aliumba mbingu ni Mungu, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbona hakuna aliyepinga kwamba sio Mungu aliyeumba mbingu? Aliyeumba mbingu ni fulani. Ina maana watu wote wanakubali kwamba ni Allah. Huyu Allah ni nani? Ndio aliyeumba mimi, ndio aliyeumba ardhi, ndio ameumba kila kitu katika dunia. Ngoja, Mungu anataka nini? Unaingia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, sikuumba majini na binadamu ila waniabudu. Nataka tu tumwabudu, ngoja nifanye mambo mema. Hiyo kutafakari katika mbingu na ardhi ni kutenda wema, ni ihsani hiyo, kuzifanya ihsani mbingu na ardhi. Na kuacha maasi katika mbingu na ardhi pia ni ihsani, yani katika sehemu ya ihsani.